niseme jameni, kuna kiangazi katika taifa letu la Kenya, lakini serikali ya William Ruto imejipanga. Vile vile tunaomba wafadhili kutoka kona zingine za dunia. Serikali ya Mheshimiwa William Ruto imeweka pesa, lakini hakuna hata siku moja pesa imewahi tosha. Kwa hivyo tukipata wafadhili kama serikali ambao wanaungana na wanashikana na serikali kuhakikisha kwamba kuna chakula mingi ya kutosha, kuna chakula ya mifugo ya kutosha, kuna maji ya kutosha, hiyo yote kama serikali tutashukuru sana sana. Na Rais wa Jamhuri ametuamrisha wale ambao wanafanya kazi na yeye lazima wafanye kazi kwa ukaribu na kanisa, lazima wafanye kazi kwa ukaribu na bishops. Ndio maana tuko na heshima mingi kwa kanisa kama serikali, tuko na heshima mingi sana kwa mabishop wetu kama serikali. Mimi nikapatiana amri kama waziri wa special program, nikasema ya kwamba chakula itoke Nairobi ifike katika kila sub county, na niko na ripoti ya kwamba chakula imeanza kufika. Kuna chakula ilifika jana, kuna ingine itafika kesho kutwa, kesho Jumatatu, kuna ingine itafika Jumanne, na kuna ingine itafika Jumatano. Kwa hivyo tulipanga kwa kila sub county maroli mbili ya chakula, lakini nikirudi kwa ofisi kesho, kwa vile tunaona vile kiangazi iko, tutaongezea chakula ingine kwa kila sub county ikwe roli ine ili wananchi wa Isiolo North wa sub county zile ambazo nimesema waweze kuwa na chakula ya kutosha. Niseme ya kwamba serikali ya Mheshimiwa Rais, kiongozi wetu wa taifa, imetafuta pesa, imetumia shilingi bilioni 6 kununua chakula, kununua mchere, kununua maharagwe, kununua chakula ya mfugo, na hiyo chakula iko tayari, chakula ya mifugo iko tayari, michere iko tayari, maharagwe iko tayari. Kwa hivyo usinje kuwa na Mkenya yeyote kwa sasa anapata njaa juu ya ukosefu ya chakula, juu ya kiangazi. Pesa ile Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ametumia kwa serikali yake kuhakikisha kwamba kuna chakula ya kutosha katika sehemu zote, all the counties ambazo zinakumbwa na kiangazi katika taifa letu la Kenya, kwa sasa ni shilingi bilioni 6. Hiyo sio pesa kidogo. Kwa hivyo tunasema jameni, msikuwe na waziwazi, ili ya maana ni wabunge, viongozi na chiefs na assistant chiefs waweze kuhakikisha kwamba hiyo chakula ikifika hapa Isiolo North, ikifika katika sub county zetu, inafikia wale ambao wanahitaji hiyo chakula. Hii chakula si ya matajiri, na tunajua katika kila kijiji iko na matajiri. Hii chakula sio ya MCA wetu hapa. MCA ako na mshahara, anunue chakula yake, sio hiyo? Hii chakula si ya county commissioner, si ya DDC. Hii chakula ni ya kina mama wanyonge, ni ya wazee, ni ya watoto, watu ambao